Qala rahimahullahu ta'ala, asema Imam Allah marehemu katika fasli nyingine. Weka swali lako tauliza baadaye. Kaifiyatu takfini almayit, namna ya kumkafini maiti. Kaifiyatu takfini almayiti, namna ya kumkafini maiti. Namna ya kumkafini maiti. Alwajibu fi takfini almayiti, wajibu katika kumkafini maiti, wajibu katika kumvesha sanda maiti. Khirqatun, ni kumvesha shuka. Khirqatun ay lifafatun, ni kumvesha shuka. Tughatti jamia badanihi, ni kumvesha shuka moja ambalo tughatti, linafunika jamia badanihi, mwili wake wote. Hadha huwa alwajib. Sawa sawa, huu ndio wajibu katika kumkafini maiti. Kwamba kumkafini maiti kwa wajibu ni vipi? Ni kumfunika au kumvesha shuka hilo moja, shuka ambalo tughatti, linafunika jamia badanihi, mwili wake wote. Hiyo ndio wajibu. Lakini al-afdala, lakini bora zaidi, kama yali, inapendeza kufuata taratibu zifuatazo, au inapendeza kumkafini kama ifuatavyo. Lakini al-afdala, lakini bora zaidi katika kumkafini kama yali, inapendeza kumkafini maiti kama ifuatavyo. Namba moja, yakunu takfinu fi 3 khiraqin, inakuwa kumkafini maiti, kumvesha sanda maiti, fi 3 khiraqin, katika mashuka matatu. Fi 3 khiraqin ay fi 3 lafaifi, inapendeza kumkafini katika mashuka mangapi? Matatu. Bidhin, yaliyokuwa meupe. Fi 3 khiraqin, katika mashuka matatu. Bidhin, yaliyokuwa meupe. Yudha'u ba'daha fawqa ba'din, shuka hizo zinawekwa baadhi yake juu ya nyingine. Yudha'u ba'daha fawqa ba'din, shuka hizo zitawekwa baadhi yake juu ya nyingine. Tayari naziomba, naomba moja baada ya nyingine. Hii ni shuka hii, sawa? Hii ni shuka, na nimewapa kazi mashekhe wakati, kwa sababu kukata sanda sio kazi kihivi. Sasa wengine anasema sasa si mbona hatujaona? Ni kazi ya kawaida, ni sanda hii hapa ya mtu mzima ndefu, sawa? Ila kwa vile sisi tunajifunzia tumekatakata, na kwa sababu maiti wetu ni mfupi, kwa hiyo ndio nikamwambia apime kulingana na urefu wake. Ahamu shay, abakishe sehemu ambayo akikaa hapa, huku kuna baki sehemu ambayo tutafunga kamba, sawa? Kwa anatakiwa, shekha anasema inapendeza kumkafini kwenye mashuka mangapi? Matatu meupe, kama mnavyoona. Hii pia jeupe, nasema weupe unatofautiana, lakini inapendeza iwe ni jeupe hasa kama alivyokafiniwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hizi shuka nasema yudha'u ba'daha fawqa ba'd, zitawekwa baadhi yake juu ya nyingine. Hii ndio ya kwanza, hii si ndio? Tunaiweka hii, ndio inakuwa ya kwanza chini. Lete nyingine, na hii ni ya pili, si ndio? Hivi la, hii ni ya pili tayari. Lete nyingine, la tatu. Haya, wakati anaendelea kukata ya tatu, tunapiga tunaenda na maneno ya shekhe, yudha ba'daha fawqa. Sasa hii ya pili hii imekaa juu ya kwanza, hii ndio maana yudha ba'daha fawqa ba'd, sawa? Halafu itakuja ya tatu, tutaweka hapa juu, yudha ba'daha fawqa ba'd. Zitakuwa zimetimia sanda ngapi? Tatu, ambayo ndio anakafiniwa
maiti, na ambaye hapa nakusudiwa maiti kumkafini katika mashuka matatu ni maiti wa kiume. Maiti wa kiume ndio anakafiniwa kwenye mashuka mangapi? Matatu. Thumma yudha'u almayitu alaiha, kisha atawekwa maiti juu yake, yani juu ya hizo sanda tatu. Thumma yudha'u almayitu, kisha atawekwa maiti alaiha, juu ya hizo sanda tatu. Sawa, tunasubiri sanda ya tatu hii, kisha tuje tumweke maiti wetu hapa. Sawa sawa. Mengine tunaenda kabisa moja kwa moja, sababu tukisema tutapiga mfano baadaye mara muda umetuishia. Na hivyo ndivyo alivyokafiniwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Imekuja hadithi katika Bukhari na Muslim kuwa Mtume alayhi salam kufina fi 3 athwabin, alikafiniwa katika nguo ngapi? 3. Bidhin, zilizokuwa nyeupe, suhuliya, weupe ambao uliokolea, weupe uliokoza vizuri hasa, ndiyo aliokafiniwa Mtume salawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alayhi. Tayib, haya ni mashuka matatu. Sawa sawa. Yudha'u almayitu alaiha, alete maiti tunamweka juu. Sawa sawa, anawekwa juu yake hivi. Sawa sawa. Haya, thumma yuraddu tarafu al-ulya min janibi al-mayyit al-aymani ala sadrihi, kisha inachukuliwa ncha ya upande wa juu. Thumma yuraddu tarafu al-ulya, kisha inarudishwa, kwa maana inachukuliwa ncha ya upande wa juu, min janibi al-mayyit al-ayman, katika upande wa maiti wa kulia, katika upande wa maiti wa kulia, ala sadrihi, ncha hiyo inachukuliwa inawekwa kifuani kwake, inachukuliwa inawekwa kifuani kwake. Thumma yuraddu tarafu al-ulya min janibi al-mayyit al-ayman ala sadrihi, kisha inachukuliwa ncha ya sanda ya juu, ya juu. Sanda ya juu ni ipi? Hii unaiona, hii ndio iko juu ya zingine, si ndio? Haya, inachukuliwa min janibi al-mayyit al-ayman, katika upande wa kulia wa maiti, upande wa kulia wa maiti, ala sadrihi, inawekwa kifuani kwake. Sawa, tunasoma hapo, tutakuja kuonesha kwa pamoja kwenye vitendo. Sawa, unaona nikifanya hivi tawachanganya wengine. Thumma tarafuha min janibi al-aysari, kisha inachukuliwa ncha ya hiyo hiyo sanda ya kwanza. Thumma tarafuha, kisha ncha yake, yani ncha ya hiyo sanda ya kwanza, min janibihi al-aysari, katika upande wa kushoto. Tumechukua upande huu wa kulia, tumefanya hivi. Tumechukua upande wa kushoto, tunafanya hivi. Sawa sawa. Thumma yuf'alu, kisha patafanywa hivyo hivyo, bilifafati thaniyati, kwa lile shuka la pili. Tushakunja hili la kwanza, umeona nilivyo ikunja? Tunafanya hivi, hii ndio ncha tarafu. Sawa, tunaleta hivi tayari, alafu tunachukua na hii ya huku tunaleta hivi. Sawa, ukishavuta hivi na huku pia unaenda moja kwa moja. Sawa, halafu na huku pia unakwenda moja kwa moja, lakini unatakiwa anze
upande wa juu. Kif da unaitoa wakati ndio tunananiliu tumemweka, tunamfunika sanda. Na namna ya kumtoa ile nguo ambayo tuliokuja kumfutia tutakuja kuonesha wakati tumemaliza kifungu hiki. Sasa hapa pia kuna kazi kwenye kuiondoa ile nguo ya kumfutia. Tunaitoaje? Au tunamfunga sana na yenyewe ikiwemo? La, kuna namna ya kuiondoa. Tuiondoa vipi? Tutaonesha inshallah. Thumma tarafu min janibihi al-aysari, kisha nachukuliwa nje upande wa kushoto. Thumma yuf'alu bil-lifafati ath-thaniyati, kisha panafanywa hivyo katika shuka la pili. Thumma thalithati kadhalika, pia shuka la tatu atafanya hivyo yule mwenye kukafini. Sawa, atafanya hivyo kama alivyofanya kwenye kitambaa cha kwanza. Anachukua nchi ya kulia anapeleka upande wa kushoto. Sawa, anachukua nchi ya kushoto anapeleka upande wa kulia. Ya pili hivyo upande wa kulia kisha upande wa kushoto. Ya tatu pia hivyo upande wa kulia upande wa kushoto. Sawa. طيب. ثم يرد طرف اللفائف من عند رأسه ورجليه. ثم يرد طرف اللفائف, kisha atarudisha, kwa maana atakunja. Yule mwenye kukafini atakunja, atarudisha kwa maana atakunja. طرف اللفائف, zile ncha za sanda zilizozidi, zile ncha za sanda zilizozidi. Min indi rasihi, upande wa kichwa chake. Wa rijlaihi, na miguu yake. Wa yaqiduha, kisha anazifunga. Wa yaqiduha, kisha anazifunga. Yani huyu maiti akilazwa hapa, hizi ncha zinazobaki huko, sawa, ukisha mzungushia hizi zile sanda, anakuwa katikati au inakuwa imebaki kidogo chini huku na juu. Sasa hiki kilichozidi unakikunja hivi, sawa. Wayaqiduha, kisha anajikunja, halafu anafunga. Tutaonesha kivitendo hapa wakati wa kumfunga huyu maiti wetu insha Allah. Hiyo ilikuwa namba moja, kwamba mwanamume anakafiniwa kwenye nguo tatu. Ama sabiyu, mtoto mdogo, anakafiniwa kuanzia nguo moja mpaka tatu. Kwa kama wanaomkafini mtoto mdogo wakiona nguo moja inatosha, yani hii moja hii wakimzungushia inatosha, khalas, inafaa. Mtoto wa kiume, sawa, kuanzia moja mpaka tatu. Ama mtoto wa kike kuanzia tatu, sawa. Mtoto wa kike kuanzia tatu, wakiona tatu zinatosha, khalas. Ambaye ni mdogo lakini mkubwa tutakujaona mbele insha Allah taala. Tayib, tubakharu al-akfan. Sheikh anasema hatua ya pili, sanda inapendeza kuzifukiza. Tubakharu, zinafukizwa. Al-akfanu, sanda. Bilbukhuri, kwa udi. Sanda zinafukizwa kwa udi, kwa maana inapendeza hizi sanda kuzifukiza udi. Tayib, tubakharu al-akfanu, sanda zitafukizwa, kwa maana inapendeza sanda zifanyeje? Zifukizwe hizi sanda hizi, sawa. Inapendeza kuzifukiza. Bilbukhuri, kwa udi. Bilbukhuri kwa maana biludi, kwa udi. Wayudharru bainaha shay'un min alhanuti. Wayudharru bainaha, na kuwekwe baina yake. Wayudharru ay wayuj'alu, na kuwekwe bainaha, baina ya hizi sanda. Shay'un min alhanuti, kitu kidogo katika manukato, na kuwekwe baina ya hizi sanda. Shay'un min alhanut, sehemu ndogo ya manukato. Kwa yule mwenye kukafini hii sanda, naomba
kulikuwa na manukato kwenye nini, kwenye kile hayo hapo, atachukua yale manukato aina yoyote, mafuta mazuri ambayo atapakaa kwenye sanda, mfano hii, sawa. Kwa hiyo atafungua kama hivi, kisha hii ni ile ya kupakaa, lakini sasa kama ni ile ya kuimina, sawa sawa. Kwa hiyo unachukua hivi, unafunua hii ya kwanza, unafanya hivi, ndio unamimina kama yapo ya kutosha, sawa. Kadhalika unaenda na hii ya pili, unafanya hivi, unarudisha. Kadhalika na hii, yaani unakuwa unapakaza sehemu zote za nini, za sanda. Ahamu shay sanda ifanyeje, inukie. Si mnasikia harufu? Mnasikia harufu kama maiti, sio? La ilaha illa Allah. Nasallallahu husna al-khitam. Tuomba Allah atupe mwisho mwema. Tayib, hikma ya kutia manukato hii sanda na nini ni kwa ajili ili inukie, sawa sawa. Na haya ni manukato sana mnatumia kwa ajili ya maiti, kwa hiyo usiogope kunipa mkono. Tayib, kwa anasema tubakharu al-akfan bil-bukhuri wa yudharru bainaha, na huwekwa au kutawekwa baina yake, yani baina ya hizo sanda kama mlivyoona. Unaanza ya kwanza, kisha ya pili, kisha ya tatu, unakuwa unapakaza manukato. Wanasema shay'un min al-hanut, wal-hanutu, na maana ya hanuti akhlatun min at-tibi, ni mchanganyiko wa manukato tofauti tofauti. Yusna'u lilmauta, yanaandaliwa kwa ajili ya maiti. Yusna'u lilmauta, manukato hayo yanaandaliwa kwa ajili ya maiti. Ndo kama haya ni khasa, haya yamekuja na hii sanda, yani sio design moja ya manukato haya. Ndio maana unasikia harufu tofauti tofauti. Ndio maana nikawaambia mnasikia harufu kama ya maiti. Mmezoea kusikia hivyo, sawa sawa. Ukibeba jeneza unasikia kama harufu fulani, huwa watu wanadhani kwamba ile ni harufu ya maiti. Hapana, ile ni harufu ya nini, ya manukato ambayo yametiwa kwenye nini, kwenye sanda, ili maiti aende anafanyaje, ananukia, sawa sawa. Naam. Namba 3, yuj'alu min al-hanuti ala wajhi al-mayyit wa maghabinihi. Yuj'alu min al-hanuti, inapendeza kuweka kidogo katika manukato. Yuj'alu min al-hanuti ay yustahabbu an yuj'ala shay'un min at-tibi, inapendeza kuweka kidogo katika manukato ala wajhi al-mayyit, katika uso wa maiti. Inachukuliwa kama haya manukato haya unatia kwenye pamba, au kama hivi ilivyo unampakaza kwenye nini, kwenye uso, sawa sawa, sehemu yake ya uso. Wa maghabinihi, na sehemu zake ambazo zimejificha ficha. Maghabin kwa pani, sawa sawa, sehemu za kwa pani humu au humu, hii maghabin, sehemu ambazo zimefanyaje, zimejificha ficha, sawa sawa, katikati ya vidole, hizi zote zinahesabika ni katika maghabin. Kwa unampaka huko nini, mafuta mazuri, manukato. Wa mawadhi'i sujudihi, na sehemu zake za kusujudia, viungo vyake vya kusujudia, vile viungo vya kusujudia, sawa sawa, sehemu zote za kusujudia afanyaje, anapaka manukato. Inapendeza kufanya hivyo. Je, tusipofanya hivyo la basi, sawa? Sio kwamba msipomfanyia haya kumpaka manukato basi mmekosea, la. Haya ni katika mambo ambayo yanafanyaje, yanapendeza, yani ili kumnukisha maiti aende hali ya kuwa ananukia vizuri manukato. Yuj'alu min al-hanuti ala wajhi al-mayyit wa maghabinihi wa mawadhi'i sujudihi, na viungo vyake vya kusujudia. Namba 4, yudha'u shay'un min al-hanuti, pia inapendeza kuweka kidogo katika manukato
fi qutnin, katika pamba. Yudha'u shay'un min alhanuti fi qutnin, pia inapendeza kuweka kidogo, yani inapendeza kuweka manukato kidogo katika pamba. Fauqa ainaihi, juu ya macho yake mawili. Ukachukua pamba kidogo umeitia manukato kisha kaweka hapa, sawa sawa, kadha ukaweka hapa, kadhalika ukachukua ukaweka hapa. Fauqa ainaihi, juu ya macho yake, au hata ukiweka hapa, sawa sawa, macho yanakuwa mfanyaje, yamefumbwa. Kwa ile pamba kidogo unaweka hivi, usiingize ndani, tayari naweka tu hapa pamba ambayo ina manukato, yani kwa ajili ya kumnukisha tu. Fauqa ainaihi wa min kharaihi, na katika tundu zake za pua, sawa. Unachukua pamba kidogo unaipaka manukato, unatia kwenye tundu zake za pua, sawa sawa. Wa shafataihi, na midomo yake, yani unaweka baina ya midomo yake miwili hapa. Si mdomo unakuwa umefumba, unachukua pamba ile unaitia manukato unaweka kidogo tu, sawa sawa, na lengo kwa ajili ya kubakisha yale manukato yakae kwa muda, yakiwa yapo kwenye nini, kwenye pamba, sawa sawa. Na yote haya inapendeza na sio wajibu, sawa sawa. Hiyo namba 4. Namba 5, yudha'u shay'un min alhanuti, pia inapendeza kuweka manukato kidogo. Fi qutnin, katika pamba. Naomba pamba pia, maana wengine wenda pamba zikoje, lete pamba. Inapendeza pia kuweka manukato kidogo. Fi qutnin, katika pamba. Pamba hii hapa, hii ndio pamba tayari. Kwa tunachukua kidogo, kidogo tu, tayari tunatia kwenye manukato, kisha tunafanyaje, baina aliyataihi, kisha anaweka katikati ya makalio yake, baina aliyataihi, katikati ya makalio yake. Sasa ikiwa anaweka kwenye upande wa makalio huko miguuni kwake, inatakiwa ukate kidogo ili kuwa kubwa, sawa. Kwa hiyo utakata pamba ambayo ni kubwa kiasi kama hivi, sawa. Utaitia manukato, alafu ataweka katikati ya makalio yake, tayari. Kisha anasemaje, wayushaddu bikhirqatin, kisha anaibana ile nini hii pamba, ataibana hiyo pamba bikhirqatin, kwa kitambaa. Atachukua kitambaa kingine, kitambaa chochote tu, atakata kitambaa, halafu sameweka katikati ya miguu yake, mapaja yake mle, tayari. Halafu analeta kitambaa, anabana hivi, yani anaishikiza hivi sianguke. Hiki ni kitambaa baki nje ya nini, ya sanda, yani nje ya zile sanda 3. Kitambaa tu cha sanda kinakatwa na bana, kwa lengo kuibakisha hii isifanyeje, isianguke. Na hata usipoweka hicho kitambaa pia la basa fi dhalika, ila kwa vile Sheikh ametaja hapa ndo naonesha kwa mfano. Tayib, kwa atachukua manukato kidogo, sanda kidogo ataitia manukato, ataweka sehemu zake hizo tulizoona, kuanzia juu ya macho, matundu yake, tundu zake za pua na mdomo wake, kadhalika na katikati ya makalio yake. Kisha anazibana hizo pamba alizoweka huku miguuni na kitambaa, na lengo la kufanya haya yote kwa ajili ya kubakisha manukato katika mwili wa maiti. Namba 5 hiyo, tuko pamoja? Tayib. Namba 6, hii inamwelezea mwanamke. Tukaffanu almar'atu, anakafiniwa mwanamke, kwa maana anaveshwa sanda mwanamke, fi 5 qita'in, katika vipande 5. Fi 5 qita'in, katika vipande 5. Mwanamke anakafiniwa kwenye vitambaa vingapi?
vitano, fi 5 qita'in, katika vipande vitano, kwa maana fi 5 athwabin, katika nguo 5, yani katika sanda 5. Anasema izarin, sanda ya kwanza au kitambaa cha kwanza ni izar. Izari ni sketi kwa upande wa mwanamke, tunaita sketi au gaguro, sawa. Sketi, izari ni nguo ambayo mwanamke anaivalia hapa kuanzia ima kitovuni kushuka chini. Hii ndio inaitwa nini? Izari. Au hata pia mwanamume anavaa pia izari, kwa sababu izari ni nguo ya chini inayoanzia kiunoni au kitovuni kwenda wapi? Kwenda chini. Hii ndio inaitwa nini? Izari. Rida ni nguo ambayo inavaliwa juu, sawa, kuanzia hapa begani kushuka chini, inaitwa ridaun. Kwa nguo ya kwanza kwa mwanamke ni nini? Izarin, sketi. Tayari. Wa khimari, na nguo ya pili khimari, mtandio. Mtandio wa khimari na nini? Na mtandio. Mtandio huo ambao mtandio anafunika wapi? Kichwani, si ndio? Naam. Wa kamisi, nguo ya tatu na kamisi. Kamisi nini? Kanzu. Na kamisi, wa kamisi na kanzu. Tumezoea kamisi ni kanzu, yani sio jina hasa kwa kanzu, ila tumezoea hivyo kwamba ni kanzu, sawa sawa. Naam. Kamisi pia inatumika kwa shati kama ni kamisi. Vaa shati inahesabika kuwa nini? Ni kamisi, sawa sawa. Tayeb. Kwa izarin wa khimarin wa qamis na kanzu. Na katika baadhi ya vitabu vya fiqh wameandika wa dir'in, sio qamis, wameandika dir'un au dir'in, dera, sawa. Dera wakiwa wanakusudia kanzu yenyewe, sawa, kwa sababu yani gauni maana yake, sawa sawa. Kwa kanzu kwa upande wa mwanamke tunasema gauni, sawa. Kwa upande wa mwanamke tunatumia lugha ya gauni. Tukija kwa upande wa mwanamume tunatumia kanzu, sawa sawa. Ndio lugha kidogo inakuwa fasaha kidogo, tunakuwa tunaelewana vizuri kidogo. Kwa kamisi, kanzu kwa maana ya gauni. Walifafataini, na mashuka mawili. Walifafataini, na mashuka mawili makubwa. Mashuka mawili makubwa. Kwa mashuka mawili makubwa, hizi ni nguo ngapi? Mbili. Mashuka mawili hizi mbili, si ndio? Kamisi ya ngapi? Ya tatu. Khimar ya ngapi? Izaru ya ngapi? Hii ndio kafani ya nani? Ya mwanamke. Hii ndio sanda ya mwanamke. Walifafataina, mashuka mawili, kwa sababu mwanamke anakafiniwa kwenye nguo 5 lianna hadha huwa al-akmal fi satriha, sababu nguo 5 ndo zinakuwa zina ukamilifu zaidi katika kumstiri mwanamke. Mwanamke ni kiumbe ambaye anatakiwa awe ni mwenye kujistiri akiwa hai wa mayitan, na hata baada ya kufa kwake. Ndio maana inapendeza katika kumkafini kuliko kamilika kumkafini katika nguo ngapi? 5. Kisha imamu anasema wa in kuffinat kama yukaffanu ar-rajulu, na iwapo takafiniwa mwanamke kama anavyokafiniwa mwanamume, fala haraja fi dhalika, hakuna shida katika hilo. Ikiwa mwanamke atakafiniwa, ataveshwa sanda kama yukaffanu ar-rajulu, kama anavyokafiniwa mwanamume. Mwanamume tumesema anavishwa sanda vipi? Sanda ngapi? 3. Kwa mwanamke pia akikafiniwa kwenye sanda 3, la haraja fi dhalika. Imamu anasema hakuna shida katika hilo, lakini al-akmal, ukamilifu zaidi ni kumkafini kwenye nguo 5. Namba 7 na mwisho katika fasulu hii anasema tuhallu uqadul kafan, zinafunguliwa au zitafunguliwa. Tuhallu, zitafunguliwa. Uqadul kafani, kamba za sanda, zile kamba
zilizofungwa wakati wa kumfunga maiti. Kwa zile kamba kama ni 3 walizofungiwa maiti, kama ni 5, sawa, kama ni 7, kuna kamba huko Sheikh amshakata. Ahsante. Ya kwanza, ya pili, hii chane mara 2, hicho kiache, sawa sawa. Hizi kamba hizi atakazokuwa amefungiwa maiti, Sheikh anasema tuhallu, zitafunguliwa inda wad'i almayiti, wakati wa kumweka maiti, fi qabrihi, katika kaburi lake, sawa sawa, katika kaburi lake. Wakati tunamweka kaburini kule, wale walioingia kaburini inatakiwa wazifungue hizi kamba, sawa sawa, kwa sababu anasema inapendeza kuzifungua, kwa sababu kuziacha kumwacha zile kamba zimefungwa inapelekea yani kama kuvimba, maiti anavimba, sawa, kwa sababu anakuwa ndani ya joto hizi kafani, sawa sawa. Kwa hiyo inapendeza kufungua hizi kamba kwa ajili ya kuingiza upepo, ili asivimbe haraka yule maiti. Hizi ni katika hekima wanasema wanachuoni za kufanyaje, za kufungua kamba. Ndio wengine utasikia lete kisu, sawa, mnasikia, au lete wembe. Wengine saa zingine sio kwamba wanataka wakate sanda, la, wanataka wakate kamba hii imewashinda kufungua, sawa. Hata kwenye kufunga pia tuonesha namna ya kufunga, sio kafunga afu baadaye inaenda kuwashinda watu wanaoingia kaburini, wanaanza lete viwembe. Wengine sasa wanasema hakuna viwembe, sasa wanajua hawa wanaomba viwembe ili wakate sanda. Wengine wanasema wanataka wakate sikio. Ma mushkila. Tayeb, hapa tulipomaliza ndo sehemu yenye maelezo mengi, na ndo sehemu ambayo inahitaji tatubiki sana kivitendo. Kwa hiyo tutabakia hapo, maana muda wenyewe sio rafiki. Tubakia hapo, alafu tumalizie dakika zilizobaki kwenye kumalizia kivitendo hapa, kumvesha sanda maiti wetu. Sehemu iliyobaki, mlango wa kuswalia na kuzika, tutapita mururan kiraman, mapito ambayo ni mepesi. Hapa tulipotoka kwenye kuosha na kukafini ndio kwenye kazi, sawa. Kuswalia labda itabaki tu kuimbishana na ile dua ya kumwombea maiti, ndio yenye kazi. Tayeb.